Rais William Ruto apigiwa kelele kaunti ya Kisii, aimbiwa one term, ishara kwamba wananchi hawataweza kumchagua tena kama rais mwaka 2027 mwaka kesho. Kama wewe ni mgeni mpenzi mtazamaji, ninakuomba ukapiga subscription, bonyeza kengele, alafu utakuwa umejiandikishia nafasi mzuri kabisa kujipatia taarifa zetu pindi tu tunapozipakia. Vile vile ninakuomba hapo kando kuna penye wamekuandikia like. Ninakuomba uweze kulike ndiposa video zetu ziweze kusonga mbele na ziende mbali kwa watu wengi. Alafu hapo kando kuna penye wamekuandikia share. Ninakuomba uweze kufanya hivyo. Na wacha tu niweze kukuuliza swali kidogo kipindi ambapo tunaendelea na mazungumzo yetu. Je, unanitazama kutoka wapi? Ninaomba tuweze kusahihisha register. Kama unanitazama kutoka Kenya, niambie county. Kama unanitazama kutoka nje ya Kenya, naomba uniambie taifa ulipo, ili tuweze kuona mahala ambapo tumefika. Siku ya Alhamisi, tarehe ni 29 Januari mwaka 2026. Rais wa taifa la Kenya William Ruto alikuwa katika kaunti ya Kisii, mahala ambapo alikuwa anaendeleza mpango wake ambao anaita Nyota Fund. Nyota Fund, mnaelewa, ni pesa ambazo World Bank iliweza kupea William Ruto bure, na yeye ameweza kutumia hizo pesa ili kutafuta kura, mahala ambapo anapea vijana shilingi 22,000 eti waweze kuanzishia biashara, eti kwamba hiyo ni namna moja ya kuweza kuwaajiri vijana. Kulingana na taarifa ambazo niliweza kupewa, William Ruto akiwa katika kaunti ya Kisii hiyo siku ya Alhamisi tarehe 29 Januari mwaka 2025, yani 26 kuniradi, alikuwa anapatana na vijana wa kaunti 3: Kisii, Nyamira na Migori. Kutoka kwa kila wadi vijana 60 walikuwa wanachaguliwa na mwakilishi wadi, ukipenda MCA. Wanapandishwa magari, wanapelekwa Kisii Stadium kuenda kupokezwa hizo pesa. Kwa hivyo wale watu ambao mliweza kuona wakiwa kwenye msafara wa William Ruto kaunti ya Kisii waliweza kuletwa na magari, na niko na ushahidi wa picha ambazo zinaonyesha kwamba waliweza kuletwa na magari kutoka Nyamira, kutoka Migori na hata kutoka Kisii. Sasa William Ruto alipomaliza hiyo hafla yake kutoka kwa uwanja wa Gusii Stadium, alielekea mahala ambapo panaitwa Nyambera. Nyambera iko Kisii Town. Akaenda kufungua kitu ambacho kinaitwa parking station, mahala ambapo Simba Arati aliweza kujenga. Kwa wale wa Kisii mnaelewa Nyambera ninazungumzia wapi. Mahala ambapo zamani walikuwa, anyway, hapo Nyambera waliweza kujenga parking. Sasa William Ruto akaenda kufungua parking. Alipokuwa anazungumza na wananchi walikuwa wanamuimbia one term. Ninataka nikuchezee hii kanda, na utagundua kipindi ambapo William Ruto alikuwa anazungumza, wananchi walikuwa wanamuimbia one term. Osoro Silvanus ambaye ni mbunge wa South Mugirango, ambaye ni kiranja wa walio wengi kwenye bunge la kitaifa, alipogundua kwamba William Ruto anapigiwa kelele one term, akaanza kunyosha mikono. Nimeweza kucycle hiyo picha, utaona Osoro penye yuko na utaona jinsi ambavyo anafanya. Osoro alipogundua William Ruto anaimbiwa one term Kisii Town, akaanza kunyamazisha, nyamaza, tafadhali nyamaza. Alipoona vijana hawanyamazi, akaanza kushika kichwa. Jamani, William Ruto ataona kwamba hapendwi Kisii, aliimbiwa one term. Na kwenye ulingo wa kisiasa wanasema kwamba hakuna kitu ambacho kinatokea bila ya sababu. Ndio.
Si mnajua mimi najenga ile ya Talanta. Si karibu inakuwa tayari. Nikimaliza Talanta mimi nakuja hapa. Najenga hii Kisii yenu hii. Hiyo stadium ni jua kali. Mimi nataka kuja kujenga Stadium International hapa Kisii. Tayari nimehamisha watu wa show. Naomba watu wa showground waende mahali ingine, tupanue mahali hapo, tuweke stadium ya kisasa, ndio vijana wa hapa waweze kupata mahali ya kutumia katika michezo, na nyinyi vile vile muweze kutumia hiyo stadium. Na tayari nimetuma watu wangu wamefanya utafiti, tumekubaliana ya kwamba hiyo stadium tutajenga mwaka huu, ile maadhimisho ya jamhuri ya mwaka huu. Nyinyi watu wa Kisii mtafanyia a new stadium hapa Kisii. Nyinyi mmenisikia? Mmenielewa? Kisii hoye! Kisii hoye! Si mnajua airport yenu ilipata matatizo? Hapa inaitwa nini? Nina imani kwamba umechukua wakati wako, umeikagua hiyo video, umeisikiliza kwa undani. Hapo penye niliweza kukuwekea cycle, ulimuona Osoro akijaribu kunyamazisha wale ambao walikuwa wanamwimbia William Ruto one term. Alipoona kwamba wanyamazi, akaanza kushika kichwa. Watu wataona kwamba William Ruto hapendwi Kisii, na William Ruto ndiye ananiamini kutoka Kisii. William Ruto amekuwa akipita kila kaunti kwa kila siku ya Alhamisi na Ijumaa kupeana hizo pesa ambazo anasema kwamba ni za bure kufanyia biashara. Kumbuka kwamba kipindi cha kampeni aliweza kuahidi vijana eti kwamba atawapea kazi. Lakini kuna pesa ambazo World Bank iliweza kutoa bure kama msaada wa kuweza kuinua maendeleo Kenya. William Ruto amezitumia hizo hela kuweza kuwapea vijana, akisema kwamba amewaajiri. Kwa hivyo katika hii kanda ninaomba niweze kukuchanganulia kwa undani, ndipo uweze kuelewa ni kwa nini wananchi wa kaunti ya Kisii waliweza kumwimbia William Ruto one term. Na nimekueleza kwamba hao wote ambao umewaona hapo kwenye hiyo video waliweza kuletwa na mabasi ya shule. Walisombwa usiku. Chiefs waliwaleta kwa magari. Kila wadi nimekueleza kwamba walikuwa wanaletwa 60. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo katika hii kanda naomba nikuchanganulie kwa undani ili uweze kupata taswira kamili ni kwa nini wananchi waliamua kumwimbia William Ruto one term akiwa Kisii Town, Nyambera. Mimi ni Bwana Ezra. Naomba uweze kuchukua sekunde yako 1, 2, 3. Ninakukumbusha kapiga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda. Utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo ili tuendelee kukaa familia kubwa. Sasa mtazamaji wangu, kuna kitu ambacho unapaswa kukijua. Kitu cha kwanza ambacho kiliweza kufanya wananchi wakampigia William Ruto kelele one term ni kwa sababu hakuna maendeleo ambayo alipeleka Kisii. Tusemezani ukweli. Wachana na hizi PR ambazo William Ruto anawaambia kwenye televisheni. Hakuna maendeleo. Niulize ni kwa nini hakuna maendeleo? Na alikuwa anazungumza sijui nitahamisha prisons, sijui nitajenga uwanja gani. Unajua ni kwa nini mpenzi mtazamaji? Kitu cha kwanza kilichowafanya wananchi wakampigia kelele William Ruto, badala ya kuja kufungua mradi kubwa jinsi ambavyo amekuwa akifungua Homa Bay, kufungua mahala kwingine, William Ruto alikuja Kisii kupeana pesa hizo sijui ni za Nyota Fund, alafu akaenda kufungua kitu ambacho kinaitwa parking ya magari Nyambera. Kwa Wakisii mnaelewa, on your way to daraja 2, kipindi ambapo unatoka Kisii Town ukielekea daraja 2, kuna mahala ambapo palikuwa panaitwa Nyambera, hapo karibu na Jiron Hospital. Jiron Hospital hapo juu kwenye palikuwa dumping site kitambo, walikuja wakageuza pale wakajenga parking site. Hiyo ndio William Ruto alienda kufungua. Sasa kipindi ambapo magari yamejaa town, wataelekea Nyambera pale chini kupark magari pale ili waende kazi. Sasa watu wakajiuliza, sehemu zingine anapeleka mali, yeye amekuja hapa kutufungulia parking
yani ya magari, sehemu ya kupaki magari, kipindi ambapo watu walikuwa wanatarajia mabarabara, mfano barabara ya kutoka Kisii kuelekea Kiumbu, kuelekea on your way to Nairobi, Narok. Hiyo barabara inapaswa kukua duo, barabara ambao ni pana, lakini hiyo barabara ni nyembamba. Accident zimekuwa zikitendeka pale kwa sababu hiyo barabara ni nyembamba sana. Hayo ndio mambo ambayo wananchi walikuwa wanasubiria, lakini sasa rais anakuja kufungua parking. MCA afanye nini? Kwa hivyo maendeleo hapakukuwepo, ama maendeleo hayakuletwa na rais, na ndio maana walikuwa wanampigia kelele. Kumbuka kwamba William Ruto alitaja kwamba atajenga Suneka Airport. Mara ngapi William Ruto amekuwa kikanyaga Kisii County anasema kwamba atajenga Suneka, atajenga Suneka Airport, atajenga Suneka Airport. This is the 4th time anaingia Kisii na kusema kwamba atajenga atajenga Suneka Airport, na hajawahi jenga. The same thing or the other thing, William Ruto alikuwa Kisii akasema kwamba atahamisha Kisii prisons kutoka katikati ya Kisii town aipeleke sehemu kwingine ili aweze kujenga nyumba za affordable houses. Unadhani ni mara ya kwanza Rais Ruto kusema kwamba atahamisha Kisii prisons kutoka katikati ya mji aipeleke kwingine? This is the 3rd time, na hajaweza kufanya hilo. The other thing, William Ruto alikuja Kisii akaenda kuona Cancer Center opposite Kisii High School. Hiyo Cancer Center ni Uhuru Kenyatta aliweza kuianzisha, lakini tangia William Ruto alipoingia madarakani amesema kwamba ataijenga, ataipanua, ataijenga, hadi sasa hivi haijawahi kamilika. Leo kipindi ambapo alikuwa Kisii, mafundi waliletwa kwa site wakapewa hizo reflectors ili picha ziweze kunaswa zionekane kwamba wapo site, lakini hakuna maendeleo. Hayo ndio mambo ambayo aliweza kuchangia mpaka akaimbiwa 1 term. Number 2, vijana hawana kazi. Nimekueleza kwamba kwa kila wadi walikuwa wanatolewa vijana 60 youths huenda kupewa 22,000. Hauwezi ukaniambia kwamba kwa kila wadi tuko na 60 youths. Vijana ni wengi ambao hawapo. Badala ya hizi pesa za Nyota Fund ambazo anapeana angeziweka mahali aweze kuunda kazi, kila mmoja aweze kupata. Ameselect wachache, amewapeleka, amewapea kazi. Na hao vijana ambao walikuwa selected walikuwa wanaambiwa kwamba ukifika pale nyoosha vikono miwili mseme tutam ili muweze kupewa hizo pesa. Hawa ambao walipelekwa wengine wakaanza kuimba 1 term, na hawa ambao hawakuweza kupelekwa wengine na wao wakaanza kumwimbia Ruto 1 term. Kwa hivyo hakuna kazi katika taifa letu la Kenya. Vijana hawana kazi. Hiyo ndio iliweza kufanya wakaanza kumwimbia 1 term. Number 3, high taxation. Wanabodaboda wanalia, mama mboga wanalia, wale ambao rais aliweza kusema kwamba atawatoa hapa chini bottom awapeleke up, bottom up, bottom up. Hajawahi watoa pale kwa bottom awapeleke up. Ushuru ni mwingi, hasa mpaka watu wanajiuliza hii ndio ile serikali ambayo tulikuwa tunaambiwa ni ya hasla. Hasa wanapomuona Rais Ruto akinena haya na yale, wanasema kwamba huyu ni muongo. Number 5, it is because of President Ruto's continuous lies. Mnakumbuka mara ya kwanza Rais Ruto alipoingia kwenye kiti cha urais alifanya ziara ya kikazi Kisii County. Pale ndipo alisema kwamba atajenga Suneka Airport. Akasema atahamisha Kisii prisons. Akasema kwamba atajenga soko la daraja 2. Akaeleza kwamba atapeana kazi za online digital. Nataka uniambie ni wangapi ambao wameweza kuajiriwa zile kazi ambazo alikuwa anasema kwamba amepata kazi 1300, sijui ni upande wa Yemen, Italy, kazi 1300. Ni wangapi ambao wameweza kuajiriwa? Hamna. So kwa hivyo, kwa sababu ya ukora mwingi ambao Rais Ruto ambao ako nao, wananchi hawamwamini, hawamtilii maanani. Hata haya mambo alisema kwamba sijui atajenga Kisii
Gusii Stadium iwe international stadium within 11 months, kwa sababu alisema ikifika mwezi wa 12 atafanyia kitu ambacho kinaitwa Jamhuri Day katika kaunti ya Kisii. Na hiyo Jamhuri Day huwa inafanyiwa kaunti ya Nairobi kila mwaka, lakini yeye anasema kwamba Jamhuri Day itakuja kufanyiwa Kisii kaunti mwezi wa 12 mwaka huu, kipindi ambapo atakuwa amemaliza hiyo Gusii Stadium. Na watu wakamwamini. Hiyo stadium haiwezi kajengwa, mimi ndio nakwambia. Haiwezi. Eti jengo within 11 months iko international stadium kama Kansas, sijui hii inaitwanga aje hii ambayo iligeuzwa ikakuwa Raila Odinga Stadium. Imejengwa within miaka ngapi? Na namba mwisho ambayo iliweza kufanya wananchi wakamwimbia Rais William Ruto one term, hii ni ngome ya Fred Matiang'i. Na Fred Matiang'i ni mmoja wa wale ambao wanatafuta viti vya urais mwaka 2027. Kwa hivyo wananchi wanamgundua Fred Matiang'i kama mchapakazi, Fred Matiang'i kama mtu ambaye anaweza akatransform hii Kenya. Kwa hivyo wanaona William Ruto ni kana kwamba anaharibu wakati, akiwaambia kwamba anataka tena kuweza kuchaguliwa mwaka 2027. Wananchi wamekwisha amua wengine kutoka Kisii County kwamba candidate wao ni Fred Matiang'i. Na yeyote mwenye hata kuwa nyuma ya Fred Matiang'i atapelekwa nyumbani. Nina imani kwamba nimeweza kuchanganua zaidi, sijui nimeweza kuacha hoja gani nje. Mimi ni Bwana Ezra. Ikiwa una sababu nyingine ambayo inafanya Rais Ruto kuweza kuimbiwa one term, naomba uweze kuniambia hapa chini kwenye kitengo cha comment section. Mimi ni Bwana Ezra. Tupatane kwa kanda ijayo. Ninashukuru sana kwa support ambayo mnazidi kunipea. Asanteni.